Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa nashare neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali sana jinsi Bwana anavyonijalia. Kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe katika channel hii, ninakuomba usubscribe. Weka na hicho kikengele ili uwe unakumbushwa, unatumiwa alert ili uwe wa kwanza kuzipata video mpya zinapotoka. Share, like and comment na Mungu akubariki sana. Namshukuru Mungu kwa kuniwezesha na kunisaidia kuweza kulitayarisha hili somo, na ninaomba na ningependa sana kama una kitu chochote cha kuadd katika hili somo, naomba weka comment yako. Na sio somo hili tu, somo lolote ambalo utakutana nalo la Binti Sayuni 50. Wiki iliyopita niliahidi ya kwamba nitaendelea na hili somo la jitambue wewe kama askari, na tutaenda kuangalia silaha. Lakini nimepata msukumo, Roho Mtakatifu amenifundisha na kunielekeza, badala ya kwenda kule kwenye silaha moja moja, nifanye somo hili la leo, ambalo somo la leo tutaenda kuangalia umuhimu wa hizo silaha za Mungu na kwa nini tuvae silaha za Mungu na sio silaha zetu wenyewe, na vile vile masharti yaliyopo na vigezo vya kufuata kabla ya hujaanza kuzivaa hizi silaha. Naamini hata watu wakienda jeshini, kabla hujakabidhiwa silaha, lazima kuna kitu ambacho unatakiwa ufanye, na huwa wanaenda wanaandikisha, leo umechukua silaha hii, jamani, unajua vitu vingi ambavyo vinafanyika kiroho ndio vinafanyika kimwili. Ndio maana tunaambiwa sisi ni roho katika mwili. Sasa neno la Mungu linasemaje kuhusu haya ambayo nimeyazungumza mpaka hapa? Neno la Mungu linatuambia hivi katika Waefeso 6 mstari wa 10 na wa 11. Linasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Wapendwa, uhodari wetu unatakiwa uwe katika Bwana na uweza wa nguvu zake kabla hatujaenda kwenye silaha. Silaha pamoja na kuwa ni nzuri sana, lakini wote tunajua silaha hiyo hiyo ambayo wewe ulikuwa umekusudia, hii silaha nitaenda kuitumia kwa adui yangu, ukilala ukilegea, hiyo silaha inaweza ikatumiwa na adui kukuumiza wewe mwenyewe mwenye silaha. Tunakumbuka hata Goliati, baada ya Daudi kumwangusha, Daudi si alichukua ule upanga ambao Goliati alikuwa nao, akamchinja nao na wadogo zake wengine watano, wale wanne, kwa ujumla walikuwa watano walioanguka kwa upanga wa Goliati. Na sisi hivyo hivyo. Ndio maana neno la Mungu linatuambia tuwe hodari. Maanake kwa kukosa uhodari, ina maana kinyume cha uhodari ni ulegevu. Tukiwa walegevu, legelege, yani unatembea umeshika silaha huko, hata wewe ukimwona askari yuko hivyo unapigana naye, kwamba unaweza tu kumfanya ukamsukuma hivi, unamsukuma tu piu, unamnyang'anya silaha ili uzitumie. Na tukumbuke yule adui hanaga silaha. Ule mstari wiki iliyopita nilikuwa na usema uko katika Wakolosai wa 2 mstari wa 15. NLT ndio inaongea vizuri. Inasema, in this way he, Jesus, disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Umeona? Kwa hiyo he disarmed, aliwanyang'anya silaha. Kwa hiyo adui hanaga silaha. Silaha, ndio maana neno Mungu linatuambia msimpe nafasi. Ukimpa nafasi, ndugu yangu, anaingia kuiba, kuharibu na kuchinja. Sasa neno la Mungu linatuambia katika Waefeso 6, tukishakuwa hodari katika Bwana na uweza wa nguvu zake, ndipo tuvae silaha zote za Mungu bila kuacha hata hii moja, ili tuweze kupata kuzipinga hila za Shetani. Shetani tunapinga hila zake kwa sababu sio kazi yetu sisi kupigana na Shetani, kwa sababu Shetani amewekewa siku yake ambayo atahukumiwa, na anayeweza kufanya hivyo ni mmoja, mfalme wa wafalme,
Bwana wa mabwana, Mwokozi wetu, Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja mara ya pili, ndipo atamfanya kitendo shetani kile ambacho anastahili na aliahidiwa toka siku ambayo aliasi kule mbinguni. Sasa kwa nini tunatakiwa tuvae silaha za Mungu? Waraka wa pili wa Korintho sura ya 10 inatuambia, kwa maana silaha za vita vyetu sio za mwili. Hizo silaha ambazo Mungu anatupa sio za mwili. Wapendwa, sisi tukivaa silaha zetu ni za mwili. Yani tukichukua hizo silaha zetu tukaanza kupigana na shetani, hatumwezi, kwa sababu ni za mwili. Shetani ni roho. Vile vile silaha zetu, ngoja nikutajie silaha zetu sasa. Moja hapo, uchungu, nini naitwa, kisasi, kutokusamee. Sasa niambie, uchungu wewe ndio unataka kuitumia hiyo kama silaha upingane na shetani, lakini wewe unafikiria unapingana na ndugu yako, unapingana na bosi wako, rafiki yako, mfanyabiashara mwenzako, jirani yako. Wewe uchungu ulionao ulioweka humo ndani, uchungu si mwisho unakuharibu wewe. Na ndio maana nimesema ya kwamba ni muhimu kujua silaha, sababu la sivyo adui anatumia hiyo silaha wewe unaosema ni silaha, anakuharibu wewe. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe wise. Anasema hizi silaha za Mungu, anasema zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome za shetani. Sasa hebu tuangalie ngome za shetani. Shetani wanaziweka wapi ngome zake? Anasema tukiangusha mawazo na kila kilichojiinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Shetani ngome yake kubwa iko katika mawazo, na katika silaha ambazo tutaenda kuziangalia wiki ijayo, Mungu akipenda, hizo silaha moja wapo inakuwezesha wewe kuweza kulinda mawazo yako ili yasiinuke juu ya elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu ni kama utakumbuka, kuna mahali nilikuwa nafundisha katika hii channel, kuna wakati nilikuwa nazungumzia kwa nini Bwana Yesu alikuwa ni mwalimu. Kwa nini alikuwa ni mwalimu? Kwa sababu elimu ndio kitu chenye nguvu kuliko kitu chochote. Hamna mtawala yoyote anayetawala bila kuweka mfumo wa elimu unayemfeva yeye kubadilisha mawazo yako. Na adui ni hivyo, ndio maana anatumia mawazo yetu, ili kwa sababu katika yale mawazo yetu sisi ndio tunaweza tukamkubalia yeye akaweza kututawala. Sasa neno la Mungu linatuambia hizo silaha za Mungu zinaweza kuziangusha hizi ngome ambazo zimejiinua kwa kutumia elimu ya kuzimu ipingane na elimu ya Mungu. Alafu sasa sisi hizi silaha zetu sasa tukishaziangusha ngome, hatuziachi hivi ngome pale, tunaziteka nyara kila fikra zipate kumtii Kristo. Na hiyo ndio our ultimate goal, kwamba kila fikra ipate kumtii Kristo, kuanzia mimi binafsi. Yani wewe mwenyewe, wewe askari, wewe unatakiwa kwanza fikra zako ziweze kumtii Kristo. Bila kumtii Kristo hautafaidika wala hautakuwa askari yule tulioangalia wiki iliyopita, askari mwema wa Kristo. Kwa sababu hakuna askari ambaye hatii mamlaka iliyomweka au jeshini, mkuu wa jeshi lake. Usipotii, wewe ni muasi na utafukuzwa kwenye hilo jeshi. Anasema tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote. Umeona kuna maasi hapo, yaani yoyote yule ambaye anafanya kinyume na jeshi la Kristo ni muasi, kutii kwetu kutakapotimia. Umeona sasa, hapa ndo vigezo na masharti. Kumbe kabla tujavaa silaha ni lazima tujue kwamba hizi silaha pamoja na kuwa zina nguvu ya kuangusha ngome na kuteka nyara kila fikra, kama sisi hatujamtii Kristo, au yani to the point ambapo kumetimilika, neno Mungu linasema kutii kwenu kutakapotimia. Hili ni sharti na kigezo, kwamba kama kutii kwetu hakujatimia, it will be impossible sisi kuweza kuzitumia hizi silaha na hizi silaha kufanya kile ambacho kimekusudiwa. What is the point ya kuwa na silaha ambayo haifanyi kile kilichokusudiwa? Jana nilikuwa kazini, one of my colleague ni Mpakistani, akawa ananiambia hivi, Pakistani ina silaha kali sana za kivita sasa hivi, kila mtu anajua duniani, na India. Lakini Pakistani imenunua China. Wa Pakistani wamekuwa wajanja, wamefundishwa kila kitu, jinsi ya kuzioperate zile
silaha zao. India wamenunua Ufaransa. Ufaransa wenyewe katika mikataba yao hawakuweka mikataba ya Ufaransa kuwafundisha jinsi ya kuzitumia zile silaha. Wametumia mabilioni ya hela, lakini hawajui jinsi ya kuzitumia. Umeelewa hapo? Yani ninachotaka kukisema ndio sisi sasa tunaweza tukawa tumezivaa hizo silaha zote, tukaona jamani, silaha zote za Mungu nimezivaa, lakini mbona adui ananionea? Mbona adui anapiga? Mbona adui anaua? Mbona adui anafanya hivi? Lakini kwa sababu mimi bado sijui jinsi ya kuzitumia hizi silaha, zinafanya kazi kama utii wangu umekamilika. Na hiyo naweza nikaielezea vizuri zaidi. Ukienda kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 inasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Muwe na kiasi na kukesha. Askari tunatakiwa kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Jamani, askari, amkeni. Adui halali anazunguka na anapozunguka anatafuta mtu wa kummeza. Hajali huyo ni Rozi, huyo ni Amina, huyo ni Beni, huyo ni nani sijue Elisha. Hajali, yeye akipita huko akamkuta mtu amekaa mkao sio wenyewe, anammeza. Sasa sisi askari tunalala vipi sasa? Tuna raha gani za kulala? Anasema, nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani. Hatuwezi tukampinga kama sisi hatuko thabiti, na tunatakiwa tuwe na imani tukijua kuwa mateso yale yote yanatimizwa kwa ndugu zetu, yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Sasa kutii kwa nini ni muhimu? Neno la Mungu linasema katika Yakobo 4, anasema, lakini Mungu hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu wapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Wapendwa, kabla tujavaa silaha, unyenyekevu na kutii vinaenda pamoja. Hamna anayetii bila unyenyekevu. Hamna mnyenyekevu kama hatii. Unyenyekevu wako ni bure, ni unafiki kama wewe utii. Anasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Umeona? Yani huo ndo main mstari wa 7 Yakobo 4. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Jamani, haijalishi tumevaa silaha gani, kama tumtii Mungu hatuwezi kufanikiwa kwenye hii kazi yetu ya kuwa askari wa Bwana, askari wema. Lazima tumtii Mungu kabla hatujavaa silaha. Hata silaha tunazivaa kwa utii, kwa sababu yule amesema kabisa, vaeni, ni amri. Askari, vaa utii huo. Anasema, lakini ukishazivaa, hata kama umevaa hizo silaha, mkaribie Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu yenye nia mbili. Jamani, huwezi kuwa askari wa Kristo huku una nia mbili. Sijui niende jeshi lile la shetani au huku. Wale kama wana nguvu wale huko na huko. Neno Mungu linatuambia tuwezi kutumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Umeona? Mstari wa 10 unasema, jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Kwa hiyo the more tunavyojidhili, tunavyojishusha mbele za Bwana, tunavyojinyenyekeza, ndivyo tunavyozidi kuwa na nguvu. Yani zile silaha, nitakapoenda kuja kuzielezea silaha, utazikuta zile silaha zote kasoro moja. Zote zile silaha ni za protect. Nisije nikalifanya somo kabisa, kwa sababu sitaki video iwe ndefu. Kiufupi wapendwa, kwenye jeshi lolote panakuwa na mafunzo ya silaha, na haya ndo mafunzo ya silaha. Kwanza kabla hatujaingia kwenye silaha, au kama wewe ndio ulikuwaga kila siku unahakikisha umevaa silaha, lakini unashangaa, mbona silaha hizi nimevaa lakini bado adui anashambulia watoto wangu, anashambulia biashara, anashambulia ndoa, anashambulia hiki. Naomba leo twende tukakae chini, tutafakari.
Je, tunamtii Mungu? Kama sivyo, twende mbele za Mungu kwa toba, tukatubu kwamba Mungu tumekuasi, kwa sababu kutokutii ni uasi. Mungu tumeasi sheria zako, tumeasi uongozi wako, mamlaka yako. Tunaomba toba, utusamee, utusaidie. Tuko tayari kutii, tunajinyenyekeza chini ya mkono wako wenye nguvu nyingi, na tupo tayari sasa kuendelea kukutii siku zote za maisha yetu na kumpinga shetani. Na nakwambia tutakapojitiisha mbele ya Mungu na kumpinga shetani, shetani atakimbia tu. Na ndio, na katika kutii kwetu tunatakiwa sasa tuvaa hizo silaha. Kwa hiyo kwa somo sasa la silaha, usikose wiki ijayo. Ninakushukuru sana kwa kuangalia Binti Sayuni 50 na kuisupport Binti Sayuni 50. Mungu akubariki. Ninaomba kama utaweza kushare, kulike, kucomment. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na tukutane tena wakati mwingine, Mungu akipenda. Amen.